Ni matumaini yangu kuwa umzima wa afya kokote unakonipata na mawimbi ya sauti hii yakikufikia kokote unakonisikiliza na kunifuatilia ndani na nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Nite Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Hivi leo tuko na taarifa kutokea nchini Tanzania na nchi jirani ya Kenya, ambapo vuguvugu la wanasiasa na yale ambayo yanaendelea ndani ya nchi hizo, kumetokea na mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi, ambao taarifa zaidi zinasema mwanaharakati huyu wa Kenya Boniface Mwangi aachiwa huru nchini Tanzania. Taarifa zingine nyingi na zile ambazo zinaendelea utazipata hapa. Nikukumbushe tu usahau kusubscribe, like, share pamoja na kucomment. Taarifa zaidi kutokea ndani ya nchi ya Tanzania pamoja na nchi jirani ya Kenya zinasema mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi ameachiliwa huru na Tanzania. Amethibitisha haya mkurugenzi mtendaji wa shirika la haki la Afrika. Hussein Alidi alithibitisha kuwa alikuwa pamoja na Mwangi wakiwa njiani kutoka Mombasa na sasa wanaelekea Nairobi. Waziri mkuu na katibu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi awali alikuwa pia ametangaza kuachiliwa kwa mwanaharakati huyo karibu na eneo la mpaka kati ya nchi hizo mbili, ambaye alikuwa amekamatwa nchini Tanzania kwa siku kadhaa. Mudavadi katika taarifa yake alisema Mwangi aliachiliwa huru Alhamisi asubuhi na mamlaka ya Tanzania baada ya serikali kuingilia kati. Hata hivyo, hakuna taarifa zote zilizotolewa kuhusu hali yake ya afya hadi kufikia hivi sasa. Awali wizara ya mambo ya nchi za nje ya Kenya ilisema kuwa licha ya maombi kadhaa ya kumuona mwanaharakati huyo, maafisa wa serikali ya Kenya hawakuwezeshwa kumfikia wala kuwa na habari zozote kuhusu bwana Mwangi. Wizara hiyo pia ilionyesha wasiwasi juu ya afya yake na kukosekana kwa habari kuhusu kuzuiliwa kwake iliweza kuthibitisha hivyo. Kenya ilitoa wito kwa serikali ya Tanzania kuchukua hatua ya haraka bila kuchelewa ili kuwezesha ufikiwaji wa kibalozi au kuachiliwa kwa Mwangi kwa mujibu wa sheria na kanuni za kimataifa kidiplomasia. Mwanaharakati Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire wa Uganda walizuiliwa nchini Tanzania mapema wiki hii nchini Tanzania, ambao walikuwa wameenda kuhudhuria kesi ya kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu. Hapo jana Njeri Mwangi, mkewe Boniface Mwangi, aliandamana na wanawe mkubwa, mama yake na wakili wake hadi katika ubalozi wa Tanzania nchini Kenya na baadaye kuelekea katika wizara ya mambo ya nje nchini Nairobi kuelezea hofu kubwa kuhusu hali ya mume wake, akitaja kuwa hajazungumza naye tangu Jumatatu alipoweza kukamatwa. Alikuwa amekwenda kumjulia Agatha katika kituo cha polisi cha Central kule Tanzania, na akanipigia simu. Punde simu yake ikakatika na nadhani ni hapo ilipochukuliwa, lakini si kawaida yake. Angekuwa amefanya kila awezalo kupata njia ya kuwasiliana na mimi, ila ni kimya tu. Kwa hivyo nina wasiwasi, na kwa sababu sijui kama hajiwezi, ameumia au yuko vipi, alisema Njeri. Njeri aliendelea kusema sio mara ya kwanza Boniface Mwangi kujipata katika changamoto za kisheria, ila familia yake inasema kwamba haijawahi kuwa kama ilivyo sasa anavyozuiliwa nje ya nchi. Ningependa kuiomba serikali ya Tanzania kumrejesha nyumbani, na hata kama amekosa tungependa afunguliwe mashtaka hapa nyumbani, maana yake nyumbani ni nyumbani. Watoto wana wasiwasi, wananiuliza kila siku alipo baba na sina majibu ya kuwapa. Hata kama atarudi akiwa hali gani nitakubali, ila tu namtaka mume wangu arejee nyumbani, alisema Njeri. Mwanaharakati huyo alikuwa ameripotiwa kwamba ameachiliwa huru na kurejeshwa Kenya siku ya Jumanne, ila serikali ya Kenya ilithibitisha kwamba alikuwa bado anazuiliwa nchini Tanzania. Kenya na Tanzania ni nchi wanachama wa mkataba wa Vienna wa mwaka 1963 wa mahusiano ya kibalozi, ambao unasema kwamba maafisa wa kibalozi watakuwa huru kuwasiliana kuwafikia raia wa nchi iliyowatuma kuweza kuwafikia. Aidha, maafisa wa kibalozi wana haki ya kumtembelea raia wa taifa alikotoka wakati anapokuwa gerezani au kizuizini, kuzungumza na kuwasiliana naye na kupanga uwakilishi wake wa kisheria.
Lakini hata hivyo, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wiki hii alitoa onyo kali kwa wanaharakati kutoka nchi jirani kuacha kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania, akisisitiza kuwa taifa hilo haliwezi kuwa shamba la bibi ambapo kila mtu anaingia na kufanya apendavyo. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika uzinduzi wa toleo jipya la sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001 toleo la 2024, Rais Samia alisema kuna mwenendo unaoibuka wa baadhi ya wanaharakati kuvuka mipaka na kuingilia masuala ya ndani ya nchi, hali ambayo haiwezi kuvumiliwa. Tusiwe shamba la bibi kwamba kila mtu anaweza kuja na kusema anachokitaka. Tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region kanda yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku, akisema Rais Samia. Kauli hiyo aliitoa siku moja baada ya wakili mashuhuri wa Kenya na aliyewahi kuwa waziri wa sheria Martha Karua pamoja na jaji mkuu wa zamani Willy Mutunga kuzuiliwa kuingia nchini Tanzania. Pia nao walikuwa wamewasili kushuhudia kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani Tanzania Tundu Lissu, ambayo ilikuwa ifanyike katika mahakama ya Kisutu. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huku, tusitoe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao, nchi iliyobaki haijaharibika, watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu. Aliongeza haya Rais wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwanahabari, nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Hizi zilikuwa ni taarifa za kimataifa kutoka ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania, nikizungumzia nchi jirani ya Kenya kuhusu kile ambacho kinaendelea na mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi kuachiliwa huru kutoka Tanzania. Nikushukuru sana, niseme asante kwa kuendelea kuungana nami. Asante kwa wote ambao subscribe, na kwa wale ambao bado, hakikisha unapomaliza kuangalia video hii unasubscribe ili kuweza kuwa mwanafamilia kutoka hapa. Sina la ziada, nikwage, nikutakia siku njema. Bye bye.